Naitwa Mzee Sambi Rafiki, mkazi wa Mitengo. Mheshimiwa Waziri, changamoto ya kugulini kwa vijana wa Mitengo, Mheshimiwa Waziri, ni ardhi. Mitengo kuna changamoto ya ardhi. Vijana waliojenga eneo la Mtingi, Mheshimiwa Mkurugenzi Kaimu amewapewa ahadi katika ardhi ya Tanzania na kuleta uvamizi. Kwa sisi vijana ambao hatuna makazi ya kuishi, ambao makazi yetu ya asili tunaishi katika maeneo hayo, lakini leo Tanzania hao wanageuka kuwa wavamizi ndani ya nchi yao. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, muombe Mheshimiwa Rais kama alivyokafuta hati, basi hawezi kuwapa wananchi waweze kuishi katika makazi yao, kwani hakuna ambaye hawezi kuishi ndani ya Tanzania, na hakuna sehemu ambayo imechaguliwa kuishi kiumbe yoyote eti kwa sababu ana pesa, hawana pesa. Ardhi wa Tanzania wote tuna haki ya kuishi bila kuangalia sehemu fulani na nini, bila kuangalia sehemu fulani na nini. Hakuna ardhi ambayo ilitengwa kwa niaba ya matajiri, hakuna ardhi ambayo ilitengwa kwa niaba ya maskini. Sisi wote wa Mwenyezi Mungu, na nikwambia Mheshimiwa Waziri, najua ni kijana. Una mambo yote ambayo anajua vijana tunapitia. Tuna changamoto nyingi sana vijana ambao Mheshimiwa Waziri wazifahamu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kupata waziri ambaye ni kijana, ambaye ni mzaliwa wa Tanzania, pia ni mzaliwa wa Kusini, ambaye kata Mitengo Mikindani na sehemu zingine ambazo wanakufahamu kwa vizuri. Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukifanya mambo mazuri sana huko ulikotokea, na nina imani utaendelea kufanya yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya katika huko mwanzo ulikotokea, na utaendeleza kuendeleza, na mimi nakuombea katika laheri, Mwenyezi Mungu akujalie. Pia nimshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa msimamo wote aliokuwa nao ndani ya vijana wa Tanzania kutuletea Mheshimiwa Waziri leo na uongozi mwingine uliokuwepo hapa. Mheshimiwa Waziri, kilo changu ni ardhi. Sisi vijana hatuna sehemu ya kuishi. Hao viongozi ambao wapo katika serikali wana sehemu za kuishi, lakini sisi hatuna eneo lolote la kuishi. Hatuwezi kutoka hapa ambapo tunaishi Dar es Salaam, ardhi hamna, lakini ni ardhi ya kwetu ya asili. Mheshimiwa Waziri, nikuombe tena kwa tena, hatuna ardhi ya kuishi. Tukitolewa pale Mitengo hatuna sehemu ya kuishi. Nikuombe Mheshimiwa Waziri tena, kuna wazee, kuna vijana, tuna watoto tunasomesha. Tunategemea ardhi za kuishi, hawezi tukaumiza vichwa ardhi za kuishi, tukaumiza ada na vitu vingine. Mimi niishi hapo, nikuombe kama sisi vijana, kwa sababu tumekuja kutoka sisi vijana. Lingine Mheshimiwa, bodaboda hatuna cha kufanya tukienda sehemu za mjini. Kwa mfano mjini unayo helmet Satimila unazo, lakini unakuta mtu anakuja anafungua chuko wako anachukua. Hiyo sio vizuri kwa askari polisi. Jaribu kwenda kufuata sheria. Kama mtu anafanya makosa, basi muongoe bwana, kosa lako la kwanza ni hili hapo. Sio unakuja tena Satimila nayo, leseni nayo, unafungua unatoka nayo. Inakuwa sio ustaarabu. Ni hayo tu ndugu. Za kufikia mkopo, mwisho wa siku wanaambiwa dirisha limefungwa, limechelewa. Dirisha linapofunguliwa tena, hawawasogezi wale vijana ambao waliwasitisha kipindi ambacho dirisha lilikuwa limefungwa. Na kingine, unapokwenda kukopa mkopo unaulizwa una mtaji wa shilingi ngapi. Kama ungekuwa na mtaji usingeenda kwenye mkopo. Unakwenda kwenye mkopo kwa sababu unataka mtaji. Unakwenda pale, kwa mfano wavuvi wanajiunganisha, wanasema wanataka mkopo wa vifaa vitendea kazi. Mwisho wa siku wanaulizwa una mtaji wa shilingi ngapi. Anzeni kuchangishia mpaka mfikie kiasi hiki ili mpate huo mkopo. Kwa kweli inakuwa ngumu. Mwisho wa siku vijana wanakata tamaa, wanaendelea na mambo mengine yasiyokuwa na msingi. Wizi hautaisha, ugomvi hautaisha, mambo mengine mengi hayataisha kwa sababu sharti la mkopo linakuwa mgumu. Naomba mtulegezee mkopo pale tunapokwenda kuandaa mambo ya mkopo, basi angalieni hao wamefikia lengo gani wanalo na nini wanakihitaji. Msiangalie msingi ambao wanao. Msingi wangekuwa nao wasingekuja kwenye mkopo. Lilikuwa hilo tu. Kwa upendo wangu mimi ni mjasiriamali mdogo ambaye naishi hapa Mikindani. Kwa hiyo nitatoa changamoto zangu kwa upande wa ujasiriamali. Mheshimiwa Waziri, tunajua ziara yako kuongea na vijana. Tunaomba vijana, tunapambana, tunaanzisha mitaji. Lakini changamoto kubwa tunalokutana nalo ni swala la kodi. Kodi zinatuumiza sana, kodi ziko nyingi. Mfano nitakutolea. Kijana mdogo au mjasiriamali mdogo anaanzisha biashara yake, anaenda kulipa kodi ya halmashauri. Akishalipa kodi ya halmashauri, ofisi yake anatakiwa ibrandi, awaambie wateja kwamba hapa inatokewa huduma fulani. Lakini anapoandika tu mfano Hamisi Saluni, amelipa kodi leseni, lakini watu wa halmashauri wanakuja kutoza tena andishi lile la Hamisi Saluni. Maana yake kuna kodi mbili. Anatoza halmashauri, anatoza maandishi aliyoandika. Kwa hii inakwenda kumuumiza sana mjasiriamali mdogo kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, nakuomba
tunazungumzia masuala mitaji, mikopo ya halmashauri. Tunaomba kwa wafanyabiashara wadogo ambao wanaanzisha biashara, tunaomba wapewe muda angalau at least miaka 2 au 3 ili waweze kukuza biashara zao, ndipo watu halmashauri na TRA ndipo waanze kucollect kodi. Kama inawezekana, tunaomba sana kwa Mheshimiwa Rais ili alifanyie kazi ili mitaji ikue na vijana waweze kuendelea. La mwisho kwenye kodi hapo, tunatambua TRA wanatambua walipa kodi wazuri, na sisi wa Tanzania ni wagumu, au tunaweza kusema elimu yetu ni ndogo juu ya ulipaji kodi. Tunaomba serikali iwatambue wale walipa kodi wadogo. Mfano, tunajua kwamba wanatoa certificate kwa wafanyabiashara wakubwa kama Balesa. Tunaona mwaka jana Balesa amepewa tuzo, sijui Mohamed Dewji anapewa tuzo, lakini na wafanyabiashara wadogo hao hapa wa chini, wa kima cha chini watambulike. Mfano, unaweza kutoa tuzo ukasema mfanyabiashara mdogo anaotoka Dimbuzi mlipa kodi mzuri, ukampa kama zawadi milioni 2. Ile italeta motisha kwa wafanyabiashara wengine wadogo kupenda kulipa kodi. Kwa hiyo tuwatambue, naomba serikali iwatambue walipa kodi wadogo, nao hata cheti tu certificate mkawapa kwamba huyu kijana analipa kodi, unampa motisha na mwingine atahamasika kulipa kodi ya nchi yetu, tukapata maendeleo. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, vijana hawa kama ulivyowasikia baadhi ya mambo ambayo wameeleza. Swala la mtaji bado ni changamoto, lakini najua ulikotokea hii ndio fani yako. Kwa hiyo hapata haribika jambo. Wewe miaka yote umelelewa katika kuwasaidia vijana. Kwa utakapowasaidia vijana, basi na vijana wa Mikindani wana imani kubwa na wewe. Limeongelewa swala la mifereji. Kwa bahati njema uliyokuja nayo, siku ambayo Mheshimiwa Rais anakupa ilani, ndani ya ilani ile tayari alishaelekeza mambo ambayo alikukabidhi, ikiwemo swala la changamoto ya mifereji, na ilitajwa tarafa ya Mikindani na kata ya Mtonya pia. Mheshimiwa Waziri, wananchi wana matumaini makubwa. Kwa utakapokwenda basi ujue kero kubwa ambayo wana Mikindani inawasumbua ni maji. Lakini lingine ambalo ameongea Mselem ni swala la magofu. Magofu yale kweli ni hatarishi kwa vizazi vyetu vya leo, lakini hata wakazi kwa ujumla. Tunatambua mji wetu wa Mikindani umetangazwa kwenye gazeti la serikali kuwa ni mji wa asili, mji wa kitalii. Lakini tunayo magofu mengi ambayo ni hatarishi kwa wananchi. Lakini sheria za Malikale haziruhusu mtu kufanya chochote bila ya wao taratibu. Tunatambua kwamba Mikindani ni sehemu kubwa, ni sehemu mzuri kama sehemu nyingine za kitalii, ikiwemo maeneo ya Zanzibar. Ukiangalia Zanzibar ukaja kuifananisha na Mikindani, inafanana sana. Tukuombe Mheshimiwa Waziri, mji wetu wa Mikindani kwa kuwa serikali umeiona, basi waangalia namna ya kufanya kuja kuwekeza kwenye sekta ya utalii ambayo inazalisha pato kubwa sana kwenye nchi yetu, ili nasi kutangaza kwa mji huu kuwa ni mji mkongwe, basi nasi tufaidike. Nafikiri swala pia wakati nimekuja nilizungumza, na hata nilipokuja kwenye kampeni nilisema kwamba Mheshimiwa Rais alipokuja pale Sabasaba kwenye kampeni, katika mambo niliongea katika dakika 5 nilizokuwa nimepewa, mojawapo nilizungumzia adha ya wananchi wa Mtwara kuingiliwa na maji nyakati za mvua. Na namshukuru sana Mungu alinijibu siku ile pale jukwani. Na akataja kata ikiwemo Mtonya, alitaja kwa jina. Sasa hivi tuna mradi wa uboreshaji wa miundombinu hapa manispaa ambao unaitwa Tactic, ambao katika ule umeanza upande ule wa kata ya Shangani ambao unatengeneza mfereji mkubwa wa kutoa maji ili yapelekwe baharini. Sasa katika ule mradi kata ya Mikindani haijawekwa, lakini kwa nanong'onizana na mheshimiwa hapa, mheshimiwa diwani wa Mtonya, na tayari tuna diwani mwingine hapa wa Kisungule. Mimi nafikiri kwamba ili jambo tunaweza tukalijengea hoja kabisa kwenye baraza la madiwani, na tukatafuta hata kama kwenye ule mradi haiwezekani, lakini mimi nilipitia miradi 44 iliyotekelezwa kutokana na mapato ya ushuru wa korosho, ushuru wa huduma wa korosho, wanaita service levy, kwa korosho kupita hapa kwenye bandari yetu. Mwaka juzi kwa mkia mwaka jana tulipata milioni 600 kama 40. Mwaka jana kwa mkia mwaka huu tulipata bilioni karibu 2.7 ambazo zimetawanya, zimefanya miundombinu mbalimbali hapa mjini. Sasa mimi naomba ni hapo mengine yametolewa kama mambo ya kuyafuatilia pia, na mimi yote nimeyapokea, lakini
Yako machache katika hayo, ningependa kidogo niyafafanue kidogo na nieleze kwa mapana pengine. Jambo la kwanza kuhusiana na swala la magofu yaliyoko pale. Mimi naomba, kwa sababu hapa tuko na mkuu wa wilaya, lakini pia tunaye rasi dada yangu, katibu tawala wa mkoa yuko hapa. Jambo hili najua limekaa kimamlaka kidogo na kisera. Kwa mimi nitajishibisha kwanza taarifa kwanza, ili nijue naanzia wapi. Kwa sababu unapotaka kubadilisha jambo au kushauri tofauti, maana lazima uwe na taarifa za kutosha, si ndio jamani? Ndio. Kwa hilo naweza nisiweze kulitolea maelezo vizuri, na mheshimiwa diwani nashukuru amelizungumza kwa mapana sana. Kwa hiyo nitapata taarifa, afu tafuatilia tuone tunavyoweza kushauri kile kitu ambacho kinaonekana ni kizuri. Na uzuri wakati unaongea ulitoa na ushauri mbadala, kwamba labda watu wawezeshwe, alafu wao ndio wafanye ukarabati, mambo yanayofanana nayo. Kwa hilo naomba nilichukue kama jambo la kwenda kulifanyia kazi. Lakini nakubaliana na mawazo yako. Lakini lipo jambo limezungumzwa pia kuhusiana na zana za uvuvi. Wakati nimekuja hapa Mikindani, nafikiri hapa tulifanya mkutano Kisungule, hapa tulifanya mkutano na Magengeni tulifanyia pale. Kila wakati nilikuwa nikisimama waga nilikuwa nasema kitu kinaitwa uchumi wa blue. Nilikuwa nasema ni jambo nitaliwekea kipaumbele, kwa sababu nimeona katika awamu iliyopita katika maeneo ambayo yalinufaika sana na uchumi wa blue, huku Mtwara tukufaidika nao sana. Ukiangalia kwa idadi ya maboti iliyokuwa imegawiwa hapa Tanzania, lakini hata ukiangalia idadi ya vizimba ambavyo vimetengenezwa na vingine vitengenezwa kule Mwanza Ziwani. Mimi nilipopitia takwimu zile nikaona Mtwara iko nyuma sana kwenye swala zima la uchumi wa blue. Dhamira yangu ni kwamba tutengeneze urafiki wa kimkakati kati yetu sisi na Zanzibar. Zanzibar wako mbali sana kuhusiana na uchumi wa blue. Na wenyewe wana wizara kabisa inaitwa Wizara ya Uchumi wa Blue, pia wameitengeneza. Ambao mimi naamini tukitumia uzoefu wao tunaweza tukasaidika sana namna ya kuboresha sisi tunavyofanya shughuli zetu. Bahati mbaya ni kwamba hata mimi wakati nakuwa tulikuwa tukisikia watu wanaenda baharini kuvua, au watu wote wanaoshughulisha shughuli na mambo ya bahari, tulikuwa tunaona kama vile sio ajira rasmi hivi. Sasa mimi natamani tubadilishe huo mtazamo, kwamba mtu anaweza akakuwa na akaamua kushughulika na mambo ya bahari kama sehemu yake aliyoamua kufanyia maisha, na bado akafanikiwa na bado akaheshimika katika jamii. Naamini inawezekana kabisa. Kwa katika hilo, cha kwanza nitakachokifanya ni eneo la vifaa ambao umelizungumza. Mimi nitatumia nafasi yangu kama mwakilishi wenu, taangalia namna ninavyoweza kusupport baadhi ya vifaa kwa ajili ya kuvua. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaomba kama mna umoja wenu pengine wa wavuvi, pengine tunahitaji kikao kidogo tuzungumze, ili nielewe ukubwa wa changamoto ukoje, aina ya vifaa ni vipi, ili nami nijue ninachokiweza na kile ambacho sikiwezi. Ninachokiweza nitakifanya kwa wakati huo, nisichokiweza pengine nitatafuta sehemu nyingine ya kusaidiwa ili tuweze kushirikiana katika hilo. Kwa hilo naomba nitalifanya, na kama hamtajali, kama nilivyosema, mimi uongozi wangu ni taasisi. Kwa hiyo hata kama sipo hapa Mtwara, jambo halitakiwi kukwama kwa sababu mimi sipo. Kwa kama hamtajali, nitamuomba katibu wangu Tilika, yuko wapi? Yuko pale. Yule anaitwa Mohamed Tilika, yuko pale. Naomba tuandae kikao cha umoja wa wavuvi siku ya Jumatatu. Alafu yeye aje tuzungumze, tuelewane ili tukubaliane. Baada hapo sasa tujue tunaelekea wapi. Kama nilivyosema, vile tunavyoviweza haraka tutavifanya. Vile vinavyohitaji kusubiri tujipange tutafanya. Lakini vile vinavyohitaji support ya watu wengine, na mimi pia nitatumia nguvu yangu kutafuta support kutoka mahali pengine. Lakini angalau nijue kinachohitajika nini. Kwa hiyo katibu hapa atafanya mpango Jumatatu hicho kikao kifanyike. Ni mabilioni. Siamini kama itafika mabilioni. Tukajenge hoja kwamba hata kama haipo kwenye bajeti ya mwaka huu, lakini kutokana na adha ambayo wananchi wanaipata, tukajenge hoja kwamba sehemu ya fedha hizo katika miradi itakayotekelezwa kutokana na ile kodi ya huduma ya korosho, tutatue hili tatizo kwa sehemu. Tunaweza tukaanza na mifereji mikubwa kwanza, baadaye tukaenda na katika ile midogo. Kwa hiyo mimi naamini linawezekana, kwa sababu korosho zinaendelea kupita na pesa itapatikana, na sisi madiwani ndio tutakaoenda kutengeneza bajeti. Kwa hiyo tutakapokuwa tuna baraza lile la kutengeneza bajeti, mimi naomba tukubaliane kwamba hiyo itakuwa moja ya hoja yetu. Mimi kama mbunge nitalisema, na madiwani naamini tutapambana nao ili tuanze kufanya marekebisho yao kupitia hiyo fedha. Na naamini itawezekana kwa sababu ni uhitaji wa muhimu kwa wananchi wa tarafa ya Mikindani. Kwa hiyo naomba tuliendelee kwa namna hiyo.
Lakini yako mambo mengine ambayo nitaongea kwa ujumla. Liko swala la ardhi ambalo limezungumzwa, naomba nilichukue na lenyewe. Naomba nilichukue, na uzuri kama nilivyosema vyombo vyetu viko hapa, viongozi wetu wa wilaya na mkoa wako hapa. Hilo ni swala ambalo naomba nilichukue kama sehemu ya kwenda kulifuatilia pia, ili na mimi nijue naweza kuweka mchango gani wa mawazo katika kulitatua. Lakini kwa ujumla wake naomba niwaambie ndugu zangu, nilizunguka kwenye kampeni nikitoa ahadi mbalimbali. Kila niliposimama kuzungumza katika zile siku takriban 60 tulizofanya kampeni, hakuna mkutano hata mmoja ambao sijaurekodi. Kila mkutano niliofanya nimeurekodi na video zake ninazo. Kwa hakuna ahadi niliyoitoa ambayo naweza nikasema nimeisahau, kwa sababu zote ninazo kwenye video zangu. Kazi yangu iliyobaki hapa ni kuanza kufuatilia zile ahadi ili ziweze kutekelezeka. Na ahadi moja hapo nilisema nitaweka ofisi hapa. Na mchakato umeshaanza, nafikiri mheshimiwa diwani ni shahidi hapa. Tumeshaanza utaratibu wa kuweka ofisi, na mtakuwa na mtu ambaye yuko hapa ambaye ananiwakilisha mimi kuwahudumia ninyi wana Mikindani mnapokuwa na changamoto. Lakini nilizungumza uwezeshaji wa vijana na wanawake, na niliahidi kwamba nitatengeneza mfuko maalum wa kusaidia wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wale wenye mitaji midogo midogo. Nimeeleza hiyo kwenye kampeni zangu zote. Na naomba niwaahidi na kwa mara nyingine tena, jambo hilo nitalifanya, na mfuko huu tutazindua mwanzoni mwa mwaka ujao, ambao utakuwa unatoa mikopo midogo midogo kwa wanawake. Hasa wale ambao mitaji yao ni midogo hawezi kupata mikopo ya halmashauri. Na katika hiyo mikopo haitakuwa na riba, kwa maana hii kwamba mimi ninachotaka nikitoa zile fedha, wewe niliyekupa hela unionyeshe kwamba unaweza kukua kibiashara. Kwa hiyo nikikupa 50,000 ukaweza kuzalisha kiwango labda shilingi 20,000 kama faida, mimi kupitia ile mfuko nitakuwezesha tena 20,000 nyingine uliotengeneza kama faida. Ninachotaka baada ya muda tupate akina mama ambao watakuwa wameinuka kibiashara kupitia huo mfuko ambao nitautengeneza. Kwa hiyo nitaufanya. Na kwenye bodaboda nimeeleza, na pale nilikuwa Mkanaredi leo nimeeleza. Nilikaa na viongozi wenu wa bodaboda. Na naliongea ili na nyie pia mnisaidie kulifuatilia. Niliwaambia hivi, hakuna namna mimi naweza nikasaidia bodaboda mmoja mmoja au nitakuwa na wadanganya. Sitaweza. Nguvu ya maskini yoyote yule duniani ni umoja wao. Nikawapa changamoto ya kwanza, hakikisheni mmesajili bodaboda wote vijiwe vyote kwa idadi na majina. Tujue sisi tukisema bodaboda wa Mtwara mjini, tuseme tuko 2000, majina ni haya, namba za simu ni hizi, vijiwe vyao ni hivi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, niliwashauri kwamba tutengeneze kitu kinaitwa SACCOS. Wao wako 200 kwenye chama chao sasa hivi walioanza. Wanachangishana shilingi 2000 kwa kila wiki. Alafu wanaziweka zile fedha. Na wameshafungua account wameniambia. Mimi nimewapa changamoto hivi, tujikusanye bodaboda tufike hata 1000 tu. Alafu muone tutakachokifanya. Tukiweza kufika 1000, maana yake hata mkichangishana 2200 kwa kila wiki, maana yake mna milioni 2 kwa wiki moja. Kwa mwezi mmoja mna milioni 8. Nyie mkiweza, mimi ahadi yangu ni kwamba katika hela mlioweka, mimi nitakuja nitawaongezea. Alafu tukishaziongeza, tuanze kuwa na mradi wa kununua pikipiki sisi wenyewe ambazo tutakopishana wenyewe kwa riba nafuu, tofauti na ile mikataba ambayo tunaipata kwa watu. Na kwa sababu zitakuwa pikipiki zetu, maana yake sisi wenyewe ndio tutakuwa tunarudishana marejesho. Na ule mfuko maana yake utakuwa endelevu. Maana yake yote anahitaji pikipiki, kama ni mwanachama kwenye hicho chama, anaweza kuchangia hiyo pesa shilingi 2000, maana yake anaweza akapata bodaboda kwa mkopo nafuu sana. Hiyo itatondolea adha sisi ya kuona bodaboda mwaka mmoja, afu mkataba wako unakusababisha ukishamaliza bodaboda yenyewe imechakaa, umeingia kwenye madeni, afu maisha yaendelee mbele. Lakini la mwisho, mkakati mpana wa kutengeneza ajira kwa vijana ni kwenye maeneo mawili makubwa. Moja ni uzalishaji. Lazima tutafute kitu cha kuzalisha. Kwa tunapozungumza uvuvi, uchumi wa blue, maana yake tunazungumzia uzalishaji. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kwamba tuwe na viwanda vya kuongeza thamani katika maeneo mbalimbali. Kwa moja eneo ambalo mimi nitalikazania sana ni kuhakikisha kwamba tunatumia mazao ya uvuvi na tunatengeneza namna ya kuongeza thamani kwenye mazao ya uvuvi. Na katika ilani imeeleza kwamba hapa Mtwara kitajengwa kituo kipya cha utafiti na kufugia viumbe bahari kama sehemu ya kuchochea uchumi wa blue.
Kwa hiyo jambo nitalisimamia na nitalifuatilia ili kuhakikisha kwamba tunaweka nguvu kubwa na uzalishaji katika eneo la uchumi bahari pia. Lakini eneo la pili nimelizungumza ni la viwanda vidogo vidogo. Viwanda ndio vinaajiri watu wengi sana. Kama tunataka watu wetu wapate ajira sana, lazima tuwe na viwanda vidogo vidogo ambavyo vinaajiri watu wengi. Yaani jaribu kufikiria kwa mfano kiwanda